Kutoka, kitabu ambacho ni cha Kutoka ambayo ni kitabu cha Exodus, na tumekuwa na funzo ambayo ni ya Mungu yule yule na injili ile ile ambayo iliyokuwa inahubiriwa na mitume hata na manabii, na hiyo hata siku ya leo ndio neno ambalo tunaendelea nayo ili tukaweza kumalizia. Tukaona ya kwamba iko imani ile ile ya kwanza na ipo ile injili iliyokuwa ya kwanza, na hiyo ndiyo Mungu anataka tuirudie. Na sasa tunasoma kitabu ambacho ni cha Kutoka 3. Kutoka ni pale 3 katika jina la Yesu. Tusikie vile maandiko inasema, kwa sababu hakika mwanadamu hataishi kwa mikate, bali ataishi kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Wacha tusome kuanzia 7. Maandiko inasema hivi: Bwana akamwambia, hakika nimeona mateso ya watu wangu katika Misri, na nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao. Na anasema nami nimeguswa na mateso yao. Basi nimeshuka niwaokoe kutoka mkono wa Wamisri, niwatoe na kuwapatisha kutoka nchi hiyo, niwapeleke katika nchi nzuri na kubwa, nchi itiririkayo maziwa na asali, nchi ya Wakanani, Wahiti, Waamori, Waperizi, Wahivi na Wayebusi. Sasa kilio cha Waisraeli kimenifikia, nami nimeona jinsi Wamisri wanavyowatesa. Mungu na abariki neno lake. Neno hili linaongea kuhusu wakati wa wokovu ambao baada ya Wanaisraeli kuteseka kwa miaka mingi pale katika Misri, Mungu yule yule aliye na injili ile ile ya kuokoa akamtuma Musa na injili ile ile na imani ile ile ya kuokoa kupitia neno lake. Akamwambia Musa ya kwamba ninakutuma kwa Farao ili kuwatoa watu wangu wa Israeli kutoka Misri. Maana Mungu alisema ya kwamba ameona mateso yao. Akasema, hakika nimeona mateso ya watu wangu katika Misri, na nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, nami naguswa na mateso yao. Hivi ni Mungu ambaye anaona mateso, ni Mungu ambaye anaona kilio na husikia kilio cha watu wake. Maana Waisraeli walikuwa katika Misri na walikuwa katika nchi ya utumwa, maana hapo sio ambapo walikuwa wameahidiwa. Vile vile Mungu akaona mateso yao, maana walikuwa wameongezwa kazi. Mungu akaona vile wanafanyishwa kazi mzito na kubebeshwa mizigo mizito. Na tukirudi katika Biblia tunaona hii ilikuwa ina maana ya kiroho, ya kwamba Mungu katika nyakati huwa anatuma neno la saa, anatuma mtu mmoja aliye na neno la kuokoa, ya kwamba Mungu akamtuma vile alivyotuma
Israeli watoke katika Umisri. Umisri ni mahali ambapo kwa utumwa, na Biblia inasema walibebeshwa mizigo mizito. Hii mizigo mizito katika neno la Mungu ni nini? Hii ni mizigo ya dini. Hii ni mizigo ambayo watu wao wanabebeshwa, ambayo sio mzigo wa Kristo, bali ni mzigo wa dini na mzigo wa mafundisho ya wanadamu, ambayo sio mzigo wa Kristo. Yesu akasema kitabu cha Mathayo 23, kisha Yesu akawaambia umati na watu pamoja na wanafunzi wake, walimu wa sheria na Mafarisayo wameketi katika kiti cha Musa. Hivi wanawapasa kuwatii na kufanya kila kitu wanachowaambia, lakini msifuate yale wanayotenda, kwa sababu hawatendi yale wanayohubiri. Yesu akasema hawa Mafarisayo na Masadukayo huwa wanafunga mizigo mikubwa na kuiweka mabegani mwa watu, kama vile wa Misri, Waisraeli katika Misri walipobebeshwa mizigo mizito. Yesu akasema hawa Mafarisayo na Masadukayo, hawa watu wa sheria za dini, wao hufunga mizigo mikubwa na kuiweka mabegani mwa watu, lakini wao wenyewe hawako radhi hata kuinua kidole ili kuisogeza. Unasikia? Hivyo ndivyo ilivyo, na hata leo hii ndivyo ambavyo ilivyo, ya kwamba watu hawa huwa wanabebesha watu mizigo mizito, lakini wao hawawezi hata kumwekelea kidole yao. Wanawabebesha wanadamu mizigo mizito, sheria mzito ambayo ni ya kidini, na watu wanakuwa wanateseka. Hivi ndivyo Mungu akamwambia Musa na kutuma sasa, ukawafungue watu wangu ili watoke katika Misri. Na hivyo ndivyo ilivyo hata siku hii ya leo, ya kwamba Mungu ametuma neno lake kupitia injili ile ile, kupitia imani ile ile, kupitia yule Mungu mmoja na imani moja na ubatizo moja, ili akomboe watu wake, ili watu wake wakaweze kufunguliwa. Maana wanabebesha watu mizigo. Watu wako katika utumwa wa kubebeshwa mizigo na sheria na utamaduni ambayo haiwezi kuokoa yeyote. Angalia vile siku ya leo manabii wa uongo wamewabebesha watu mizigo mizito ambayo hawawezi hata kuinyoshea mikono. Angalia jinsi watu vile wanavyoteseka, wengine wakiambia wakuje na sadaka, sijui ya madhabahu, sijui wakuje watoe kafara, sijui watoe sadaka ya madhabahu, na sadaka mingi ambayo hata hazieleweki. Watu wamebebeshwa mizigo. Wengine wameambiwa ya kwamba ili wafunguliwe lazima wainue madhabahu na wachinje, watoe mbuzi ili wakaweze kufunguliwa. Angalia ndugu mpendwa, hiyo yote ni ile ambayo Musa aliona, na Mungu akamtuma akamwambia, nimeona mateso ya watu wangu na ninakutuma ukaweza kuwafungua watoke Misri.
Hivyo ndivyo Mungu anavyofanya siku ya leo. Mungu amewatuma wajumbe wake katika kila kanisa, kanisa la kwanza hadi la saba, akituma wajumbe wake 7 ili wakawatoe wanadamu, watu wake, katika vifungo na katika Misri ambayo ni ya dini na mafundisho ya uongo, ili wakaweze kufunguliwa na ili wakaende waabudu Mungu katika kweli na katika haki. Maana ipo watu ambao wanaabudu, wanaomba, wanatumikia, lakini kumbe wanatumikia bure tu, maana wanafuata sheria za wanadamu. Mioyo yao iko mbali na Mungu kwa sababu wamebebeshwa mizigo, sio mzigo wa Kristo, bali wamebebeshwa mizigo ya wanadamu, mizigo ya Mafarisayo, mizigo ya dini yetu, mizigo ya bishopu wetu, mizigo ya kanisa yetu. Watu wanatumikia bure na hawana faida yoyote, maana sio Mungu anatumikia, bali ni dini na wanadamu. Mungu akasema katika kitabu ambacho ni cha Mathayo 15 pale 19, neno la Mungu linasema hivi: watu hawa huniheshimu kwa midomo yao, lakini mioyo yao iko mbali nami. Huniabudu bure, nayo mafundisho yao ni maagizo ya wanadamu. Mafundisho yao ni maagizo ya wanadamu. Unasikia? Hivyo ndivyo ilivyo hata siku hii ya leo. Watu wanatumikia bure. Mafundisho yao ni maagizo ya wanadamu, sio maagizo ya Mungu. Kama vile Waisraeli walitumikia Farao wakiwa Misri, iko watu ambao wanatumikia Farao wakisema ni Mungu anatumikia. Mungu anasema huniabudu bure, na mafundisho yao ni maagizo ya wanadamu, maana sio mafundisho ya neno, sio ile injili ile, sio ile imani ile, sio Mungu yule mmoja au imani ile moja, bali wanatumikia miungu mingine. Yesu akasema hawa huniabudu bure, na mafundisho yao ni maagizo ya wanadamu. Yesu akasema watu hao huwa wanaheshimu kwa midomo yao, lakini mioyo yao iko mbali nami. Hivyo ndivyo Yesu anasema. Haleluya! Kwa maana Yesu ni yule, injili ni ile iliyokuweko na ambayo ilikuwa inaokoa. Na hapa ndipo ambapo sasa Mungu ameamua ni wakati wa kutoka katika Misri, ni wakati wa kutoka katika dini za wanadamu, ni wakati wa kutoka na kuiacha ile injili mgeni na injili ambayo haiko katika Biblia, kwa sababu saa ya wokovu imefika, saa ya kutoka katika dini, saa ya kutoka kwa manabii wa uongo, saa ya kutoka kwa wanaofundisha, wachungaji wa uongo. Ndiyo wakati imefika. Mungu anasema ni yule kama jinsi ambavyo aliwafungua akawaokoa Misri, hata siku ya leo Mungu ni yule na anaokoa wanadamu kupitia neno lake. Kwa hivyo ndugu mpendwa, usije ukakalia miguu yako, usije ukaketi humo. Ni wakati wa kutoka Misri kuelekea mahali ambapo pa ahadi. Mahali ni nchi ya ahadi, ile neno ya ahadi Mungu aliyosema
ya kwamba ataituma hiyo neno ya ahadi, ambapo ataturejesha katika nchi na katika ile imani ya mababa zetu. Hiyo ndiyo imani na hiyo ndiyo nchi ya ahadi. Musikia, neno la Mungu limekuwa likija kila siku na kila wakati na kila majira. Mungu huwa hafanyi chochote pasipo kuwatuma manabii wake, watumishi wake, ili wawakomboe wanadamu. Na hivyo tu ndivyo Mungu ananena na ndivyo Mungu anafanya. Hata siku hii ya leo anawatuma watumishi wake nyakati hizi za mwisho kupitia neno, na wale watakaosikia watasikia kama vile Waisraeli walisikia sauti ya Musa wakatoka Misri wakaokolewa. Biblia inasema na ukweli ndio unafungua mwanadamu, na mutasikia ukweli na ukweli utakuweka huru. Kupitia ukweli unahitaji kufunguliwa. Usiposikia ukweli hakuna kufunguliwa. Na hapo ndipo ambapo sasa kuna kutoka, kuna kujitenganisha kutoka kwa wao wale wasioamini. Maandiko imetuambia vizuri, injili ile ni gani? Injili halisi, injili ya asili, ile ya mwanzo ni ile ambayo iliyohubiriwa ina mitume na manabii, na ni ile tu ambayo iko katika Biblia. Hiyo ndiyo kweli. Kweli ingine yote ambayo haitatokana na Biblia unahitaji kujitenganisha nayo. Kama vile tu Mungu akanena kupitia Paulo ya kwamba kukija mtu yeyote awahubirie injili ingine ambayo hamukuwa mnahubiriwa, na huyo mtu na alaaniwe, kwa sababu injili ni moja, ile ya neno. Ile ya neno inasema, Biblia inasema hiyo ndiyo injili. Maana hiyo injili iko na ahadi katika Biblia, imeandikwa. Lakini injili ya shetani ni injili ya kusema bishopu wetu, dini wetu, kanisa yetu tunafanya. Hiyo ni injili na neno ya shetani. Injili ya kweli huwa inahubiri neno, inasema, Biblia inasema, na hiyo ndiyo kweli. Na sasa ni wakati wa kujitenganisha na injili ingine yoyote ambayo haijatokana na neno, imani ingine yoyote, ubatizo mwingine wowote, Kristo mwingine yoyote ambaye siye katika Biblia, huyo usifuate. Jitenganishe. Ni wakati wa kutoka humo ili ukaweze kuokolewa. Umeshasikia ukweli. Kitabu ambacho ni cha Wakorintho wa pili, kitabu cha Wakorintho wa pili pale 6:17, maandiko inasema hivi. Hebu sikia ya kwamba tunasoma pale 14, musifungiwe nira pamoja na watu wasioamini kwa jinsi isivyo sawasawa. Kwa maana pana uhusiano gani kati ya haki na uovu? Sikia. Au kuna ushirika gani kati ya nuru na giza? Mungu anauliza, na Mungu anasema kwa wale wanaoamini Biblia, musifungiwe, musishikanishwe pamoja na watu wasioamini. Kama wewe unaamini neno na unaamini Biblia, na wale mulio nao munaabudu na wao hawaamini Biblia, Mungu anasema musifungiwe nira pamoja na wao kwa jinsi isiyo sawasawa.
maana hakuna uhusiano kati ya haki na uovu, na hakuna ushirika kati ya giza na nuru. Kwa hiyo inakupasa ujitenganishe, utoke kwa wale wasioamini ile injili ile ubatizo ile ya Biblia, ile imani ile ya Biblia. Jitenganishe, maana usije ukajishikanisha na watu wasioamini, maana hakuna ushirika kati ya giza na mwangaza. Hakuna. Giza ikiingia, mwangaza inaondoka. Mwangaza ikiingia, lazima giza iondoke. Hakuna ushirika. Sasa usije ukawa wewe unashiriki, unakaa unaabudu na wale wasioamini, ukisema ya kwamba unaabudu. Hakuna ushirika. Imani ni moja, Mungu ni moja, Biblia ni moja, na injili ni moja, ile kwenye Biblia. Hapo ndipo Mungu anaendelea na kusema, kuna mapatano gani kati ya Kristo na Beliari? Yeye aaminie ana sehemu gani na yeye asiyeamini? Unaona, ati yule mtu anaamini kuna sehemu gani na mtu asiyeamini hamuna. Hakuna ushirika. Ati huyu haamini, bishopu wako haamini, mchungaji wako haamini, lakini wewe unaamini. Mbona unafuata kipofu? Kipofu walikifuata kipofu mwingine, wanaanguka shimo. Wewe ukiwa unaona, unaamini na unafuata yule haamini, utaanguka kwenye shimo, maana ni kama unamfuata kipofu. Haoni ni hatari, haoni hilo jambo ni dhambi, na Biblia imeonya, lakini yeye haoni shida, na unamfuata. Uko kwenye hatari ya kuanguka jehanamu. Toka kwao, jitenge, asema Yesu. Anasema 16, kuna mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa kuwa sisi tu hekalu la Mungu aliye hai. Kama Mungu alivyosema, nitakaa pamoja nao na kutembea katika yao, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Kwa hiyo tokeni miongoni mwao, mukatengwe nao, asema Bwana. Musiguze kitu chochote kilicho najisi, nami nitawakaribisha, nitawakupokea. Hivyo ndivyo Mungu anasema, ndugu mpendwa, ya kwamba tokeni miongoni mwao. Tokeni miongoni mwao, wale wasioamini injili, wale wasioamini Biblia. Amen. Anasema tokeni miongoni mwao, mtengwe, asema Bwana. Tena msiguze kitu chochote kilicho najisi, nami nitawapokea. Mungu hawezi kutembea na wewe kama hautaachana na hizo vitu vilivyo najisi, imani zilizo najisi, mitindo iliyo najisi, nguo zilizo najisi, mambo ya ulimwengu ni najisi. Mungu anataka ujitenganishe nayo, ujitenge na unajisi wote. Injili ya unajisi jitenge, imani ya unajisi jitenge, imani ya kuomba sanamu jitenge. Anasema msiguze kitu kilicho najisi, nami nitawakaribisha. Hiyo ndiyo mwito ambayo Mungu anaitana nayo siku hii ya leo, maana ni Mungu yule tu. Amen. Ni Mungu yule tu.
yule yule tu aliye mtakatifu, Mungu yule yule tu aliyemtuma Musa, Mungu yule yule tu aliyeambia Musa, mimi ni Mungu mtakatifu na mahali ambapo unakanyanga ni patakatifu. Kwa hiyo Mungu akamwambia Musa, toa viatu ulivyo navyo, maana mahali hapo ni patakatifu. Maana walikuwa wanataka kuunganisha na Mungu. Hata hivyo ndivyo ilivyo hata siku ya leo. Mungu ni yule yule tu, Mungu mtakatifu anaitana hata siku ya leo. Kama unataka kutembea na yeye, kama unataka kumuona, lazima pia ujitenge na unajisi, ujitenge na unajisi, ujitenge na dhambi, ujitenge na imani na dini za wanadamu, ili ukaweze kupelekana na Mungu. Maana Mungu ni yule yule aliye mtakatifu, na wakati wote Mungu lazima awaite watu wake wajitenge. Kama imani ulio nayo inakuruhusu yani kujichanganya na wasioamini, kujichanganya na dhambi, kujichanganya na mambo ya dunia, ya imani ya uongo, maana Mungu ni yule yule, imani ni ile ile. Jitenge na dhambi, jitenge na unajisi, jitenge na wasioamini, bali usijifunge nia pamoja na wao. Maana ni Mungu yule yule tu ambaye anaita watu wakaweza kujitenganisha. Hata wengine wanafungwa nia na wasioamini. Unapata mtu ameamini ati ni Mkristo, lakini anajifunga au anaolewa na mtu asiamini hata Kristo. Maana wengine wanaangalia pesa. Haiwezekani ya kwamba Mkristo aliyeamini ati anaolewa anajishikanisha na mtu asiamini Kristo, mtu wa dini ingine tofauti na Biblia. Haiwezekani. Mungu anasema tokeni kati yao, msifungwe nia wala mshikanishwe na mtu asiyeamini, maana ni kama giza na mwangaza zinafungwa pamoja. Hakuna mapatano kati ya shetani na Mungu. Kwa hivyo angalia imani yako, angalia ni nani unatembea na yeye, angalia ni nani unaabudu na yeye, maana hakuna ushirika kati ya giza na mwangaza. Hiyo ndiyo mwito ya kujitenga naye mambo yote ambayo ni ya kidunia na kipagani. Uimbaji wa kipagani, jitenge. Hata unasikiliza nyimbo za Injili na unasikiliza nyimbo za disco, jitenge. Haiwezekani. Ni iwe umeokoka ama hujaokoka, ni iwe umpendeze Mungu au umpendeze dunia. Haiwezekani. Hadi kwenye simu yako ndio unasema wewe umeamini, naongea kwa wale walioamini, lakini kwenye simu yako unacheza nyimbo kama DJ, unacheza nyimbo za Injili, nyimbo za Mungu, na bado unacheza za dunia. Diamond hawezi pelekana na nyimbo za Injili. Watu wakina dunia na wakina Rihanna, watu wanaotumikia shetani, inawezekaje unawasikiza na usikize watu wanaotumikia Mungu? Haiwezekani. Ati unaabudu Mungu na unaabudu shetani? Haiwezekani. Mungu anasema toka kati yao, jitenge na hizo vitu vilivyo vya najisi. Najisi yote jitenge. Sinema za najisi jitenge, za upotofu jitenge, na sinema zote na picha zote bovu. Maana Mungu anasema usiguze hizo vitu, naye atakukaribisha, naye atakupokea. Huyo ndiyo Mungu yule yule aliyekuja na ile imani ile ile ya kujitenga. Mungu hakuruhusu Waisraeli waabudu wakiwa Israeli, waabudu wakiwa Misri. Hata Wamisri walisema hawezi kuwa
kuabudu nyimbo za Mungu wao, wakiwa wamefungwa Misri, wakiwa mateka. Waliuliza wafunguliwe ili waende wamtumikie Mungu wao. Wewe na wewe haiwezekani. Ati unataka kutumikia Mungu ukiwa Misri, ukiwa huko, haitawezekana. Toka kwanza huko Misri ili umtumikie Mungu wako aliye hai. Hebu sikia, Mungu alinena hata wakati wa Ezra, wakati walianza safari. Kuna mambo ambayo Mungu aliwaongeleshea, akawaambia waachane na hayo. Hata wanawake wa kipagani Mungu aliwaambia waache. Wale wote walikuwa na wanawake wa kipagani, Mungu akanena akasema waache, maana hao ndio watafanya muingie katika mambo ya kipagani, mambo ambayo ni ya uovu, maana wao wanaabudu uovu na miungu yao. Alijua ati ukioa asiyeamini atafanya uabudu Mungu wake. Alijua. Sikia vile aliambia Ezra, kitabu ambacho ni cha Ezra 10. Ukisoma pale 10, usome pale 12, maandiko yanasema, ndipo kuhani Ezra aliposimama akawaambia, sikia, akawaambia, mmekosa uaminifu, mmeoa wanawake wa kigeni, mkaongeza hatia Israeli. Sikia, ati wameoa wanawake wa kigeni. Wa kigeni ni injili ya kigeni, ni wale watu ambao wasiokuwa na imani ya kweli, wanaoko na imani ya kigeni, wanaabudu miungu migeni, ubatizo mgeni. Akamwambia, na kwa sababu ya hiyo mumeongeza hatia, mumeongeza dhambi. 11 akasema, sasa tubuni kwa Bwana Mungu wa baba zenu, mkafanye mapenzi yake. Jitengeni na mataifa wanaowazunguka na wake zenu wa kigeni. Maandiko inasema kusanyiko lote likajibu kwa sauti kubwa, wakasema, sawa, ni lazima tufanye kama unavyosema. Hivi ndivyo Mungu anasema hata siku ya leo. Jitenge na wanawake hawa kigeni. Wanawake hawa kigeni, mwanamke huwa anasimamia kanisa. Jitenge na hizo madhehebu ambazo ni za kigeni, zimekuja na injili mgeni, imani mgeni, mahubiri mageni ambayo sio yale yaliyohubiriwa kwenye Biblia. Kama vile Mungu alisema. Mungu akisema huwa anasema. Waliwaacha wale wanawake wa kigeni, maana wanawake walifungulia milango. Hapo ndipo Waisraeli walikuwa wanaabudu sanamu, maana wameoa wanawake waabuduwa sanamu. Mungu hataki waaminio na wasioamini ati wafunganishe pamoja. Haiwezekani, maana ipo watu ambao wataongeza hatia katika watu wa Mungu. Dhambi itaongezeka tena, watafundishwa mambo mgeni, matendo mgeni, mavazi mageni, mafundisho mageni, imani mgeni, na vitu ambazo hazieleweki. Hata wanaume waliwaacha. Kulikuwa hata na wachungaji waliwaacha hao wake wageni, wake hao wa kimataifa, wasioamini, wapagani, waliacha. Maana Mungu alikuwa amenena. 18 inasema, miongoni mwa wazao wa makuhani wafuatao walikuwa wameoa wanawake wa kigeni, yaani wapagani, kutoka uzao wa Yeshua, na hata wao waliwaacha. Hiyo ndiyo mwito, na Mungu ni yule tu, bado anaitana ya kwamba ni saa na ni wakati wa kuacha mafundisho mageni, ni wakati wa kuacha
hizo dini na madhehebu ambazo zimekuja na injili mgeni, ubatizo mgeni, imani mgeni, na hata Yesu mgeni ambaye siye yule yule. Maana wakati wa kutoka umefika, wakati wa wokovu uko karibu, umekaribia. Mungu hataki vitu vya kigeni, hataki hata kitabu ambacho ni cha Genesis, yaani kitabu cha Genesis pale 35 pia Mungu bado ananena. Unaona, na hivi ndivyo Mungu anavyonena na kusema, sikia, Genesis kuna vitu ambavyo Mungu aliwaambia waachane nazo. Na ndugu mpendwa, kama hakika unataka kutembea na Mungu, lazima utaachana na hizo vitu. Dada, mama, baba, kijana, sio tafadhali. Mungu anasema ni lazima. Hawezi kutembea na wewe kama unatembea na vitu vya kigeni. Vitu vya kigeni ni vitu vya upagani, vitu vya Wamisri. Unaona, maana kule Misri walikuwa wamefundishwa. Hapo ndipo walibeba wanawake wa Misri, wengine wakabeba vitu vya kigeni, mitindo ya kuvaa, mitindo ya kuongea, mitindo hata jinsi ya kusali na kuomba. Wakachukua hiyo mitindo ya kigeni ya upagani. Unaona, tusome kitabu cha Mwanzo, Genesis 35 pale 2, maandiko inasema hivyo Yakobo akawaambia watu wa nyumbani mwake na wote waliokuwa naye, iondoeni miungu ya kigeni iliyoko katikati yenu, jitakaseni na mukabadilishe nguo zenu. Kuna vitu ambavyo Mungu anasema miungu ya kigeni na mavazi ya kigeni. Mungu akanena kupitia Yakobo. Yakobo akawaambia watu wake ni kanisa ya leo, ya kwamba iondoeni miungu ya kigeni iliyoko katikati yenu na mujitakase, mukabadilishe mavazi na nguo zenu. Unaona, anasema kisha jioni twende Betheli, mahali nitakapomjengea Mungu madhabahu, aliyenijibu katika siku ya shida. Maana walikuwa wanataka kujenga madhabahu. Ndipo wakaambiwa lazima waondoe miungu ya kigeni na wabadilishe mavazi, nguo zao walikotokuwa nazo. Kwa nini? Maana kuna nguo ambazo ni za unajisi, kuna nguo ambazo ni za Kimisri, za kipagani. 14 inasema kisha wakaondoka na hofu ya Mungu ikawapata miji yote iliyokuwa imezunguka. Na ile inasema ya kwamba kwa hiyo wakampa Yakobo miungu yote ya kigeni waliokuwa nayo, pamoja na pete zilizokuwa masikioni mwao. Sikia hapo, Yakobo akavizika chini ya mti wa mwaroni huko Shekemu. Hiyo miungu ya kigeni ni nini? Kwa hiyo wakampa miungu yote ya kigeni waliokuwa nayo, pamoja na pete zilizokuwa masikioni mwao. Wale wanavaa pete masikioni mwao. Hizo pete za masikio ni miungu ya kigeni, na hivyo walitoa hizo pete za kigeni. Hizo pete masikioni walitoa, na wakafua hata nguo walizokuwa nazo wakabadilisha. Maana kuna nguo ambazo wewe kama muamini hauwezi kujenga madhabahu, hauwezi kuwa madhabahu ya Mungu, hauwezi kumwabudu Mungu ukiwa na miungu ya kigeni, nguo za kidunia, nguo za kigeni za kipagani, nguo ambazo ni najisi, nguo kama za minisikati na kuvaa nguo za wanaume ukiwa mwanamke, na kuvaa nguo zinazopana mwili wako, zingine zinaoneshana uchi. Haiwezekani uabudu Mungu hivyo.
Ndipo Mungu akanena akamwambia Yakobo, waambie wabadilishe hizo nguo na watoe hizo miungu ya kigeni, hizo sanamu zilizoko masikioni mwao. Wakatoa hizo pete za masikio, yani earrings na mikufu, hizo zote walizitoa ili watumikie Mungu. Hata hivyo ndivyo ilivyo katika safari hii. Hautaweza kuabudu Mungu ukiwa na miungu ya kigeni. Hizo mambo ya kutoboa masikio na kuweka vipini na hizo pete walikuwa wamefundishwa Misri, ni wapagani. Misri ni wapagani, na Misri Mungu wao wanamtumikia kupitia hizo pete za masikio, pete hata za mikono, pete hata zingine na mikufu. Hiyo yote hizo wanaabudu hivyo miungu yao, maana miungu yao ni masanamu. Na hata ukiangalia Wahindi, uende hata Urabuni, utapata wale watu wana pete mingi, pete zingine pete za masikio, zingine ni za mapua, zingine wametoboa. Sasa wanatoboa kila mahali, maana wanaabudu miungu yao. Hiyo ni tamaduni yao, vile wanavyoabudu upagani. Sasa mtu akiokoka lazima aache upagani, lazima aache hiyo miungu ili amtumikie Mungu, maana Mungu anasema mwili wako ndio hekalo ya Mungu. Na unasikia hawa walikuwa wanataka kujenga hekalo, hawajejenga hekalo wakiwa na hiyo mavazi ya kipagani, hiyo ya kidunia, wakiwa na hiyo pete za masikio na hizo mikufu na hizo vipini. Walizitoa zote ili wamjengee Mungu. Wewe na wewe mwili wako hivyo ndivyo ilivyo. Roho wa Mungu hawezi kushukia, anataka akae ndani yako. Lazima ubadilishe mavazi, uache kuvaa mavazi ya aibu, ya unajisi, uache kutumia hizo vitu za mapete na mikufu na hizo vitu ambazo ni za vipini, maana Mungu anataka uwe vile ulivyo, vile alivyokuumba, utakatifu wake. Hataki kuona upagani ama udunia ndani yako. Mungu anataka umpendeze pekee. Hiyo ndiyo injili ile ile, hiyo ndiyo imani ile ile, hata kama haitakiki, hata kama wengi hawaitaki. Hiyo ndiyo kweli, maana hizo ni vitu vya kigeni, havikuwepo. Unaona, Mungu alipomuumba Adamu na Hawa, Mungu aliwapatia mavazi, hakuwapatia pete, hata afisa harusi za kuwashikanisha hakuwapatia, maana Mungu ndiye alikuwa ni pete. Mungu ndiye alikuwa mshuhuda kati ya ndoa yao, sio pete. Hiyo ni mambo ya upagani na mambo ya kidini, mambo ambayo ni mgeni, ambayo imekuja, lakini kwa Biblia haipo. Hata Mungu alipomuumbia Adamu mke, Mungu hakulebesha mke wake, hakumlebesha ati na vipindi na mapete. Hapana, Mungu hakubadilisha nywele rangi, wala akampa mdomo ya redi, hakumpaka makeup. Mungu alimuumba akiwa sawa, na Adamu akasema amependa, akafurahia kwa hiyo jambo. Kwa nini sasa sisi tunabadilisha vile Mungu alivyotuumba? Kwa nini sasa tunatoa Mungu makosa? Hiyo ni mitindo ya kipagani na wale wanaabudu miungu ya kigeni, na hiyo pete na nini zote na mikufu Mungu anaziita sanamu, yaani miungu ya kigeni. Unaona, hiyo ni kweli kabisa. Wacha tusome ingine, kitabu kingine ambacho ni cha Kutoka, yaani Genesis. Hiyo kitabu unaijua, na hiyo wimbo hata wewe unaimba sana hiyo wimbo, lakini sijui kama unaelewa unapoimba wimbo, ama wewe tu unaimba tu juu ni wimbo. Sikia hii wimbo mahali imetoka. Exodus
Ndiyo kitabu cha Kutoka pale 33 pale 3 inasema hivi ya kwamba pandeni mwende katika nchi itirikayo maziwa na asali, lakini mimi sitakwenda pamoja nanyi, kwa sababu ninyi ni watu wenye shingo ngumu, nisije nikawaangamiza njiani. Sikia vile Mungu anawaambia Waisraeli wakiwa kwenye barabara ya kwenda katika ile nchi, ya kwamba nyinyi ni watu wenye shingo ngumu na anasema ya kwamba nisije nikawaangamiza njiani. Watu waliposikia habari hizo za huzuni, wakaanza kuomboleza. Sikia Biblia, wala hakuna mtu aliyevaa mapambo yeyote. Ona, ati wakaanza kuomboleza waliposikia Mungu amekasirika, na Mungu anasema hatapelekana na wao. Waliomboleza. 5 inasema kwa kuwa Bwana alikuwa amemwambia Musa, waambie Waisraeli, ninyi ni watu wenye shingo ngumu, kama ningefuatana nanyi hata kwa muda mfupi ningewaangamiza. Sasa vueni mapambo yenu, mikufu, pete, nami nitaamua nitakao watendea. Hivyo Waisraeli wakavua mapambo yao, katika mapambo yao yote, yaani zile pete, mikufu, hata mikufu na hata vipini za masikio, zote wakazivua ili waweze kutembea na Mungu, maana hizo vitu ni miungu ambayo ni ya kigeni. Na wakati Mungu anapoyaona hizo vitu, Mungu huwa anakasirika sana, maana Mungu ni mtakatifu na anataka kutembea na watu wake. Hizo vitu unazopuuza zinaweza kufanya Mungu asitembee na wewe. Hizo vitu ambazo unapuuza zinaweza fanya Mungu asije akatembea na wewe, maana Mungu ni mtakatifu, na Mungu anasema ya kwamba anahitaji watu ambao watakaotembea katika kweli na utakatifu. Kama Mungu ni yule tu, imekuwaje siku ya leo watu wamechukua miungu ya kigeni na hizo mavazi ya kigeni na hizo pete na mikufu na vipini wanavivaa kwa masikio, kwa shingo, kwa mikono, kila mahali? Mbona Mungu ni yule kama vile aliwaambia Waisraeli, nao wakasema watavua mapambo yao yote ili watembee na Mungu. Hata siku ya leo ni Mungu yule tu. Maandiko inasema kwa kuwa Bwana alikuwa amemwambia Musa, waambie Waisraeli, ninyi ni watu wenye shingo ngumu, kama nikifuatana nanyi hata kwa muda mfupi nitawaangamiza. Sasa vueni mapambo yenu na nitaamua nitakao watembea. Na hapo ndipo maandiko yanasema wakavua zile pete, wakavua zile vipini, wakavua zile shanga na mikufu yote, ndio wapelekane na Mungu. Maana hizo ni vitu za kigeni, ni sanamu za kigeni. Hizo ndizo ambazo walienda wakazishukua tena wakatengeneza sanamu. Kutoka wakati huo Mungu anaonaga sanamu. Mungu aliwaambia watoe mapambo yao. Imekuwaje siku ya leo watu wamechukua mapambo? Sijaona mahali Mungu amewaambia sasa chukueni mapambo. Hata wakati walikuwa na Yakobo, Mungu akawaambia vueni hizo mapambo, hizo pete, na mbadilishe hata hizo nguo. Baadaye sijaona mahali Mungu anasema atishukueni sasa hizo mapambo na pete na vipini mzirudishe masikioni. Sijaona. Lakini leo hii zimejaa makanisani, zimejaa ya kwamba watu wanazivaa, masikio inavaliwa machuma na mapete na mikufu yote. Mungu anakataa hizo vitu. Ndugu mpendwa, najua hii haujawahi sikia, lakini hii iko kwenye Biblia. Maana hii ndio injili ile na ni Mungu yule ambaye anachukia mapambo ya dunia, maana ni kidunia tu, ni mambo ya kidunia, inamkumbusha sanamu.
Hizo ndizo mambo walichukua wakatengeneza sanamu, na siku ya leo zimekuwa ni sanamu tu. Watu hawezi kulala bila hizo sanamu za kichwa, nywele bandia ya sanamu. Mtu hawezi kulala hata kwenda mahali pasipo kupaka mdomo rangi, pasipo kupaka kucha rangi, pasipo kujipodoa hawezi kulala, hawezi hata kwenda safari. Zimekuwa ni sanamu katika nyumba ya Mungu. Mungu ni yule yule aliyewaambia Waisraeli ya kwamba kama mnataka kutembea nami, lazima mtazitoa hizo vitu ambazo ni za kigeni, ili muweze kutembea na Mungu, maana Mungu ni mtakatifu. Hivyo ndivyo Mungu anasema katika Mwanzo. Mungu ni yule yule, imani ni ile ile, injili ni ile ile. Vile vitu Mungu alichukia ni zile zile tu. Mungu amenena na amesema hata kuhusu mavazi, hata kuhusu wanawake kuvaa mavazi ya wanaume. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 12:22:5 ya kwamba mwanamke asivae mavazi ya mwanaume. Anayefanya mambo hayo ni machukizo kwa Mungu, ni najisi. Bado Mungu bado hajabariki vitu ambazo Mungu anakataa. Amekataa. Hata kama mchungaji ama dini yenu ama kanisa yenu iseme inaruhusu, bado ni najisi kwa Mungu. Hata kama zipakwe mafuta, bado Mungu anachukia. Ndugu wapendwa, Mungu anataka kuturejesha katika imani ile ile, kuturejesha kwenye nchi ile ambayo ya nyama na maziwa. Nyama ni neno la Mungu. Maandiko inasema neno la Mungu ndiyo nyama, ndiyo kweli, na Mungu anaturejesha. Hiyo ndiyo nchi yetu ya ahadi, neno la ahadi, lakini siyo neno na injili mgeni, injili ingine. Hiyo itakupotosha, hautafika mbinguni. Kitabu ambacho ni cha Timotheo pale 4, Timotheo pale 4, maandiko inasema hivi. Mungu anasema ya kwamba ni wakati wa kurudi katika neno, na ni wakati wa kutoka katika Misri, kutoka katika ile imani ambayo sio ya kwanza, ambayo ni mgeni. Vitu vya kigeni, miungu ya kigeni, achana nayo, maana Mungu anawatafuta wale watakao muabudu sasa katika kweli na katika utakatifu. Timotheo wa pili pale 4, maandiko inasema 4, tunasoma 3, inasema maana wakati utakuja watu, sikia, watu watakapokataa na kuyakubali mafundisho yenye uzima. Naona ati wakati itafika ambapo watu watakataa mafundisho ya uzima, badala yake ili kuitimiza tamaa zao wenyewe watajikusanyia idadi kubwa ya waalimu, wapate kuwaambia yale ambayo masikio yao yanawasha, yanataka kuyasikia. Unaona ya kwamba vile ilivyo ndivyo ilivyo hata siku ya leo, ya kwamba nyakati hizi watu wengi watakataa mafundisho ya uzima wa Biblia, na watu wengi watajikusanyia wachungaji wao ambao wanataka kufundisha vile wanataka. Wachungaji wa YouTube, wachungaji wa TikTok, wachungaji wa maredio, wachungaji hata wa matelevisheni. Wachungaji ni wengi, vile unataka kusikia wako ambao wanahubiri vile unataka. Ukiwa ni mlevi, kuna wachungaji walevi ambao wanahubiri pombe sio dhambi. Ikiwa wewe unapenda tu kutembea uchi na kutembea na mavazi ya kipagani, kuna wachungaji wa kipagani wanahubiri hivyo.
My grace, my choice. Yaani wachungaji watatokea wa kila aina, kulingana na kila aina ya wanadamu. Waovu wako, washerati wako, walevi wako, wale wa dini wako, watakaokataa neno wako. Sasa hiyo imeandikwa. Kwa hivyo ukikataa Injili, hautakataa hawa wachungaji ambao ni waongo. Anasema ya kwamba maana wakati itafika, na hii ndio wakati imefika. Amen. Lakini Timotheo anaambiwa endelea na kuhubiri Injili kwa wakati au pasipo wakati, maana wakati itafika watu hawataweza kuendelea katika imani iliyo ya kweli. Unaona, maana watafuata mafundisho ya mashetani. Ndiyo nyakati hizi, ndugu yangu, ni wakati wa kusikia neno. Ukisikia neno, usifanye moyo wako kuwa mzito. Ukisikia tarumbeta, jua kuna jambo. Ukisikia hiyo sauti, jua kuna kitu. Sikia na ukaweze kutoka huko katika hiyo Misri, ili ukaweze kuokolewa. Kitabu cha Deuteronomy pale, yaani Kumbukumbu la Torati pale 15:17, maandiko yanasema kuhusu wakati wa Jubilii, wakati ambapo katika mwaka wa 7 tarumbeta ingepigwa, na yeyote angesikia akiwa mateka alikuwa anafunguliwa. Lakini yule ambaye huwa alikuwa anasikia na anakosa kufunguka na kutoka katika umateka, alikuwa anatobolewa sikio yake kama ishara, huyo mtu atakuwa mateka milele, atakuwa mfungwa milele na milele. Maana alisikia tarumbeta, alisikia tarumbeta ya mwaka wa 7 wa kufunguliwa, lakini hakutoka, hakutii. Sasa hivyo ndivyo ilivyo. Tuko katika wakati wa tarumbeta ya 7 imepulizwa, neno la saa linanena sasa, toka katika ufungwa wa Misri, toka katika sheria za wanadamu, toka katika hizo dini na sheria za wanadamu na mafundisho ya wao, ukaweza kufunguliwa. Kama usipotoka, ujue kuna kitu kitafanyika. Unatobolewa sikio lako kama ishara wewe ni mfungwa milele. Utakaa humo humo, utakufia huko, na mwishoni ni jehanamu. Hilo ndivyo maandiko inasema. Maana ulisikia, haukufanya chochote. Sikia, maandiko inasema kitabu cha Wathesalonika wa pili pale 2:11, maandiko inasema hivi: kwa sababu hii Mungu ameruhusu watawaliwe na nguvu ya udanganyifu, ili waendelee kuamini uongo, na wahukumiwe wote ambao hawakuiamini ile kweli, bali wamefurahia uovu. Unaona, ati kwa sababu hiyo wale wote ambao hawakuamini kweli walifurahia uongo tu, kudanganywa na madini na kudanganywa na manabii wa uongo. Maandiko inasema wale wote ambao hawakusikia kweli, hawakuiamini ile kweli, ile injili ile, anasema Mungu atawatumia, ameruhusu watawaliwe na nguvu ya udanganyifu ili waendelee kuamini uongo. Atawatumia ile roho, wataamini uongo, na wahukumiwe wote ambao hawakuamini ile kweli, bali walifurahia katika uovu. Na hivyo ndivyo itakapofanyika hata siku ya leo. Maana ni Mungu yule tu katika mwaka wa 7 wa Jubilii. Yeyote akisikia tarumbeta na atoke, atii ile sauti, angefunguliwa, atoke katika kuwa mfungwa.
Unaona, na kama hagetii ile sauti ya tarumbeta, angetobolewa masikio yake, angewekwa alama ya kupotea, yeye atakuwa mfungwa milele, maana alisikia, hakufanya chochote. Wewe umesikia injili katika hizo siku ambazo injili imehubiriwa, lakini bado utaendelea na kupuuza moyo wako. Jihadhari, maana kuna alama inayokuja, alama ambayo Mungu atakubalia. Watu wote ambao hawakuamini ukweli watawekwa hiyo alama, ambao ni ya mpinga Kristo, alama ya kupotoka, alama ya kupotea. Watakuwa wakifuata uongo na watu hao watapotea. Mungu anasema ataruhusu hiyo, kwa sababu hiyo Mungu ameruhusu watawaliwe na nguvu ya udanganyifu, ili waendelee na kuamini uongo, maana hawakuamini ile kweli. Ndugu wapendwa, amini ile kweli ya kwamba Yesu Kristo ni yule jana, ni yule hata leo, ni yule hata milele na milele, ni yule, na injili yake ni ile, imani yake ni ile, haijabadilika. Amini tarumbeta, amini neno la saa, ili ukaweze kuokolewa, kwa sababu nyakati ni za mwisho na hukumu ya Mungu imekaribia. Yesu amekaribia kurudi, aje ashukue kanisa lake lililo takatifu, lililosafishwa na ile injili ile, na likafanywa takatifu kupitia hiyo neno. Ndugu wapendwa, injili imefika katika mwisho. Sasa ni wewe uamue ukubali ama ukatae, lakini ukumbuke, kwa sababu hii Mungu ataruhusu watawaliwe na nguvu ya udanganyifu, ili waendelee kuamini uongo na wahukumiwe wote ambao hawakuamini ile kweli, bali walifurahia katika uovu. Unaona? Wacha tuombe. Baba, tunakuja mbele zako, wewe uliye Mungu mkuu, mwenye nguvu na utukufu. Jina lako litukuzwe, jina lako lihimidiwe. Umenena nasi kupitia neno hili ya kwamba ni wakati wa wokovu, na ni wakati wa kutoka Misri, na ni wakati wa kurudi katika nyumbani, mahali pa neno, mahali pa nchi ile ya ahadi ulionena ya kwamba utatupelekea. Bwana, tunasema wewe ni Jehova, hakuna mwingine kama wewe. Utukufu na heshima, maana umesikia kilio cha watu wako na umeona mateso yao. Bwana, ninaomba katika jina la Yesu, hawezi kutuma neno lako pasipo na kuwa wale watakaookolewa. Na kwa hiyo ninaomba katika jina la Yesu, ukawaokoe kupitia neno, ukawafungue kupitia lile neno, katika jina la Yesu. Neno lako halijawahi kukurudia bure, bali neno lako lazima litimize lile jambo lililoamuriwa. Na kwa hivyo ninatangaza kupitia neno lile na kupitia Kristo yule aliye jana, aliye leo, aliye hata milele, ambaye ni Mungu habadiliki, neno lake halibadiliki. Natangaza kufunguliwa wanaume, vijana, wasichana, wamama, wote waliofungwa na wafunguliwe katika jina la Yesu. Waliofungwa na sheria za wanadamu, waliofungwa wakawekelewa mizigo mizito, Bwana wafungue kwa jina la Yesu. Wape kuelewa, wape macho ya kuona, wape masikio ya kusikia unaponena katika jina la Yesu. Bwana, ni asante, maana umekuwa mwaminifu tangia tulipoanza na hata sasa tunakuja katika mwisho. Bwana, tunakutukuza na kukuinua. Utukufu hata na heshima zote zikurudiwe wewe, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, amen. Siku ya kama ndivyo yalivyo, mpaka aliponionyesha shetani anajua kujigeuza kama malaika wa nuru. Siku ya kama ndivyo yalivyo,
mpaka Roho aliponionyesha Shetani navyojua kujigeuza kama malaika yule wa nuru. Najigeuza mekuwa rangi nyingi, najigeuza kwa siri kanisani. Watu wa Mungu wawila kujua, wameanza kumuabudu. Waraka wa Yohana yule wa kwanza, sura ya 3 mstari wa 8, azitendaye dhambi wa Shetani, yeye azitenda tokea mwanzo. Sikuyajua kama ndivyo yalivyo, mpaka Roho aliponionyesha Shetani navyojua kujigeuza kama malaika yule wa nuru. Najigeuza mekuwa rangi nyingi, najigeuza kwa siri kanisani. Watu Mungu bila kujua, wameanza kumuabudu. Waraka wa Yohana yule wa kwanza, sura ya 3 mstari wa 8, azitendaye dhambi ni wa Shetani, yeye azitenda tokea mwanzo. Tunao watu wengi makanisani, kutenda dhambi kwao sio tishio. Wakikutana pamoja kuabudu, swali munajibu, kuabudu nani? Wanahubiri ujumbe wa kutoa, wanasahau toba ya msamaha. Wakikutana pamoja kuabudu, swali munijibu, kuabudu nani? Wanahubiri ujumbe wa kutoa, wanasahau toba ya msamaha. Wakikutana pamoja kuabudu, swali mjibu, kuabudu nani? Giza na nuru vinashirika gani? Toeni giza katika nuru, tumwabudu Mungu katika roho na pia kweli. Ewe Shetani, pepo ndio mchafu, twakuamuru kwa jina lake Mungu, toka ndani ya kanisa lake Baba, kuzimu ukachomwe moto. Tumegundua hila na jamaa zako, tukuabudu wewe ni kama nani? Tunaye Mungu Baba Jehova, sifa tukufu zake milele. Ewe Shetani, ndilo pepo mchafu, twakuamuru kwa jina la Mungu, toka ndani ya kanisa lake Baba, uende kuzimu kachomwe moto. Tumegundua hila na jamaa zako, ukuabudu wewe ni kama nani? Tunaye Mungu Baba yetu Jehova, sifa tukufu zake milele. Tunaye Mungu Baba yetu Jehova, sifa tukufu zake milele.